Ilikuwa mwaka 2007 niko Tanga. Siku hiyo napokea simu, wanaambia wao Al Jazeera umekuja Tanzania na wangependa kufanya kipindi na mimi. Nikamwambia mimi niko Tanga hapa. Wakaniuliza kama naweza kuja Dar es Salaam. Nikasema naam, nakuja. Basi mimi nikaja Dar es Salaam. Wakafika nyumbani kwangu nyakati za asubuhi. Hawakuja kurekodi pale. Wanasema wenyewe walikuja kutizama mazingira. Basi ule ukumbi wangu, sitting room, ilibadilishwa kabisa pale. Hakika hawa ni wataalamu. Kuja na watu wao wapiga picha wale. Wataalamu. Tengeneza pale, wakaniambia kuwa watakuja sasa usiku tufanye mahojiano. Kwa kweli sijapata mimi kuwa na ule wasiwasi kama wasiwasi ambao nilipata wakati nafanya mahojiano na Al Jazeera. Na mtu aliyonihoji anaitwa Mohamed Val. Watu ambao wanatazama Al Jazeera watamjua kijana wa Kiarabu. Basi yakaanza mahojiano kati yetu. Tumezungumza mengi. Na katika wale watu wa Al Jazeera alikuwa kijana mmoja akaniambia, Muhammad, mimi nakujua wewe. Mimi nikikaa Kinondoni katika miaka 70. Na mimi wakati huo naishi kwa mamangu mtaa wa miaka nakwenda tumetaka kusahau. Sekenke, nyumba 198. Sasa mimi nikitoka kituo cha basi pale ninapita na kuona wewe pale. Sema na pale ndio kwetu sisi. Basi tukafanya kipindi na walinihoji kuhusu mchango wa Waislamu katika kupigania uhuru. Na Mohamed Vali ulimchukua sana kwa yale maswali alikuwa ananiuliza, na nilikuwa nawatazama. Kulikuwa na vijana wawili pale wa Al Jazeera wamekaa pembeni yangu wanatazama. Nilikuwa ninawaona jinsi walivyokuwa yale mazungumzo yanachukua. Lakini nitakwambia kitu moja, nilikuwa na mwanangu mkubwa Faraji alikuwa amesimama mbele yangu sawa sawa na mimi. Yaani kinyanyua jicho namwona huyu hapa. Sasa yeye kila nikizungumza naona ile sauti yake, ile sura yake inabadilika kama vile kuniambia, hakika baba, hapa unazungumza vizuri. Basi nakumbuka swali la mwisho. Na ilikuwa kiwe kipindi cha nusu saa, lakini tulikwenda kwa saa nzima. Naonyesha vipi kile kipindi walikipenda. Swali la mwisho Mohamed Bala akaniambia, bwana Mohamed, sisi kesho tunakwenda Ikulu kwenda kumhoji rais, wakati huo Rais Kikwete. Na natizama hapa nilikuwa natafuta picha nilizopiga na Al Jazeera. Ilikuwa tulifanya interview mbili, lakini nitakuja huko. Hii ya kwanza tulifanya tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2007. Sasa nakuuliza bwana Mohamed, mimi ninaweza kufanya rejea kwa mazungumzo haya kumuuliza rais kama unayosema ni kweli? Kwa sababu tuligusa nyanja nyingi ambazo unaweza kusema zilikuwa nyeti. Kama kweli kuna mchango mkubwa wa Uislamu katika kupigania uhuru, nini matokeo yake yatokea, Waislamu walinufaika vipi na uhuru, kadha kadha. Mimi kama watu wanakunijua najua kuwa huwa anazungumza vipi. Nikamwambia hakuna neno. Muulize kama haya kasema, kama mimi nimesema uongo, yeye atajibu. Basi mimi nikasahau. Lakini kwa naona kipindi hakiende hewani, kipindi hakiende hewani muda mrefu kama mwezi mzima. Sasa sijui ilikuwa vipi, nikaja kupata taarifa kuwa hawa mabwana walikwenda Zanzibar kufanya kipindi kama walichofanya hapa bara, na walikuwa na vyombo vyao katika hoteli, 5-star hotel. Walikuwa wametoka, waliporudi wakakuta zile tapes zao za kipindi
zote zimeibiwa. Ingawa wanasema, nakumbuka nilipokuwa naandika kitabu cha Abu Said, nilikuwa nikisema document imeharibiwa, basi yule hariri mama mmoja wa Kiingereza kwa London ndio tayari kitabu hiki kwa kuchapa, anaambia Muhammad, usiseme lugha ya kuibiwa, sema yenye haraka hazionekani. Basi na mimi nasema kuwa ikawa hawaoni zile tepu zao, ikawa safari yao yote waliofanya hapa hawakuweza kuisha kipindi chochote kwa sababu tepu zilikuwa hazipo. Haya, likapita. Sasa siku nyingine nimekaa usiku, napokea simu, Muhammad Val anaambia, bwana Muhammad, sisi tuko njiani tunakuja Tanga. Mmerudi tena Al Jazeera? Akisema naam, tumerudi. Na natazama picha hapa, ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2008. Tunataka tufanye tena interview na wewe, mahojiano. Nikamwambia bismillah. Muhammad Val kaja usiku kwangu, maana nataka kusubiri kuwa tufanye siku ya pili. Sema sisi tunataka tufanye kipindi usiku huu ili asubuhi kesho turudi Dar es Salaam, tuna kazi nyingine. Kaambia kuna shida, mimi niko bwana. Na nitaweka picha zote mbili hapa. Utuna picha moja niko Masaki, niko nyumbani, na picha nyingine Tanga niliweka viti viwili tu kwenye chumba changu kimoja ambacho nilikuwa sikitumia, na sijui kwa nini sikutumia ile sitting room yangu. Labda inawezekana wale watu wa sauti na nini walisema tufanye hapa, itakuwa makotazama zile acoustics, mambo ya sauti na nini. Tukafanya kipindi kingine tena. Kipindi hiki vile vile kikwenda hewani, lakini nikajiuliza katika akili yangu, Al Jazeera wameona nini kwangu? Waje hapa wafanye interview mwaka mmoja, interview haikufanikiwa kutoka, walipoteza, warudi tena mwaka mwingine kunifanyia interview na vile vile haikutoka. Sasa sijui majibu wanayo wao wenyewe, na sijawasiliana nao tena Al Jazeera hadi leo. Na hii ni katika vitu ambavyo nilikuwa nimemaliza kipindi kile chofanya cha Iran cha Marekani, ikanigia fikra kuwa mimi Al Jazeera rafiki zangu, ingawa ninawasema sasa hivi, labda niseme kuwa niliwahi kufanya nao vipindi viwili. Assalamu alaikum.